Habari yako, jina langu ni Rachel Robin. Juzi tumemshuhudia kiongozi wa Syria Ahmed al-Shara akihutubia Umoja wa Mataifa. Kuna wengine wakawa wanajiuliza, je, kwa nini imekuwa habari kubwa? Kwani kuna viongozi wanazuiwa kuhutubia katika Umoja wa Mataifa? Jibu ni hapana. Hakuna kiongozi anayezuiwa kuhutubia katika Umoja wa Mataifa. Je, ni kwani wakina Assad, yani Hafez Assad na mwanae Bashar al-Assad, kwa nini hawakuwa wanahutubia katika Umoja wa Mataifa? Ni kwa sababu hii. Umoja wa Mataifa ni umoja ambao tunafahamu kwamba watu wenye nguvu ni nchi za magharibi. Vyombo vya habari vyenye nguvu duniani ni vyombo vya habari vya nchi za magharibi, kwa sababu walichukua makoloni maeneo mbalimbali wakaenda navyo, kwa hiyo vikawa maarufu. Sasa endapo kiongozi mwenye maslahi tofauti na nchi za magharibi akiamua kuhutubia, mara nyingi huwa wanalalamika vyombo vya habari vinawanukuu vibaya, vinageuza yale watakayoongea, sambamba na kuwaita majina kama madikteta, watu wasio na demokrasia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hawa viongozi wengi ambao hawana urafiki na nchi za magharibi wanaamuaga kuepusha kwa hiyo huwa hawapendi kwenda kuhutubia katika Umoja wa Mataifa, japo Umoja wa Mataifa haukatazi mtu yeyote kwenda kuhutubia, kwa sababu si umoja wa mtu mmoja, bali ni umoja unaomilikiwa na wanachama wote wa Umoja wa Mataifa, nchi 193. Sasa kilichoshangaza watu wengi ni kiongozi huyu wa Syria Ahmed al-Shara kwenda kuhutubia. Huyu jamaa alipomaliza kuhutubia kwenye vyombo vya habari, sifa zimekuwa nyingi kumsifu kwamba kaandika historia. Ndo habari kubwa hiyo inatanda kwamba ameandika historia. Ni miaka mingi, nafikiri kuanzia miaka ya 60 hakuna kiongozi wa Syria aliyeenda kuhutubia, yeye ndo kaenda kuhutubia. Kwa hiyo amepambwa kama kaandika historia kwenye vyombo vya habari. Kama nilivyosema, viongozi wengine huwa hawaendi kwa sababu wanaogopa watanukuliwa vibaya na watawakandia kwenye vyombo vya habari. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama nilivyosema, huwa hawana demokrasia na huwa wanaitwa madikteta. Kwa nini wanaitwa madikteta na hawana demokrasia? Wengi wao wanaambiwa wameingia kwa mapinduzi. Tukimwangalia Ahmed al-Shara, kiongozi wa sasa wa Syria, huyu ukimwangalia background yake alikuwa gaidi. Tena sema ni nchi za magharibi hizo leo zinazomuita yeye kiongozi mwenye demokrasia, ndio hizo zilizomuita gaidi na wakaweka dau kubwa la hela kwa atakayempata, na akapatikana na akafungwa jela na nchi za magharibi. Lakini leo hao wametuambia kwamba huyo ni mzuri, ni kiongozi wa demokrasia. Wanampamba kwenye vyombo vya habari kwamba kaandika rekodi ya kuwa kiongozi wa Syria aliyehutubia Umoja wa Mataifa kwa miaka mingi. Umenielewa? Sasa tukiangalia wale ambao tuliambiwa ni madikteta, mfano babake Bashar al-Assad tuliambiwa ni dikteta, tuliambiwa kaingia kwa mapinduzi. Mapinduzi aliyoingia nayo baba yake Assad madarakani yalikuwa sio mapinduzi ya kumwaga damu, lakini mapinduzi aliyoingia nayo huyu kijana Ahmed al-Shara ni mapinduzi. Sasa nani mbaya kati ya hao? Tukiacha hilo, tuangalie background yao. Ukimwangalia baba yake Assad, Hafez al-Assad, background utamuona alikuwa ni jamaa msomi sana, aliyesomea upilot wa kuendesha ndege za za vita, yani fighter jet. Na unaona alifanyia kazi Syria, alikuwa ni mkuu wa jeshi wa kitengo cha jeshi la anga, akaja kuwa waziri wa ulinzi. Huyo ndo babake Assad, msomi, muendesha ndege za kivita, pilot wa jeshi. Babake Bashar al-Assad alivyokuwa, huyo tuliambiwa ni mbaya. Huyu tunayeambiwa mzuri, ukiangalia background yake alikuwa gaidi na alishafungwa kwa sababu ya ugaidi. Ndio tunaambiwa yuko sawa, sio dikteta na anapenda demokrasia. Lakini yule ni msomi, alienda akasoma, akapata kazi ya uhalali kabisa akafanya. Huyu tunaambiwa ndo mbaya. Ni kitu ambacho hakiingia akilini. Na vitu kama hivi vinafanya watu wanakuwa wanaweka kiulizo sana
juu ya hizi nchi za magharibi ambazo zimekuwa zikijinadi kwamba zina demokrasia. Watu wanajiuliza. Asiyejiuliza ni mtu ambaye hana akili ya kupambanua. Na watu wengi huwa wanasema, "Oh Rachel, unapendelea." Sipendelei, ila nakupa ukweli ambao ulikuwa hauzungumzi kwa muda mrefu. Ukweli kama huu ninaoongea ni nadra sana kuusikia zamani toka tunazaliwa, sababu vyombo vilikuwa vimetawala vya kwao. Kwa hiyo hawakwambii ukweli kama huu ninaokuambia sasa. Kwa hiyo sio kwamba kuna mtu anachukiwa au anawachukia nchi za magharibi, hapana, ila nakupa ukweli wa upande wa pili ambao ulikuwa hausikii na ni nadra kuusikia. Sasa viongozi ambao tunaambiwa ni wabaya ni wale walioingia kwa njia ya system ambayo sio system iliyopangwa na nchi za magharibi, wanaokuambia ni system ya demokrasia. Japo kuna watu wameingia kwa mapinduzi na ni marafiki zao. Kiongozi wa Egypt, kiongozi wa Syria, kiongozi wa Equatorial Guinea, kiongozi wa Gabon, wameingia kwa mapinduzi na ni marafiki zao. Lakini ambao sio marafiki zao ndo wanatuambia wabaya. Wakina Ibrahim Traore wanatuambia wabaya. Yaani wale wenye uzalendo na nchi zao wakiingia kwa mapinduzi wanatuambia wabaya kwa sababu wamewapindua vibaraka wao. Mnanielewa? Sasa huu mfumo wa kuambiwa kwamba mnatakiwa mkitaka kuingiza kiongozi ni lazima muingize kwa staili hii. Lazima sijui uchaguzi hivi, sijui hivi, demokrasia ifuatwe na tuje tuwasimamie ndo mtaingiza kiongozi. Huu uchaguzi au hii system ni system iliyopangwa na Mungu au ni system waliotupangia wao? Na kama wametupangia wao, wao ni wakina nani mpaka watupangie sisi namna ya kujiongoza? Ya wao kuja katika bara letu na kutujua sisi tulikuwa tunaongozana kwa system zetu wenyewe. Tulikuwa tunajipangia system zetu wenyewe za kuongozana. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa awe na system yake ya kuongozana na watu wake. Wake wenyewe wasipopenda kuongozwa kwa hiyo system, kwa kuwa wako wengi, watakuwa na nguvu ya kuamua wao wanataka kuongozwa kwa system gani. Sasa wao ni wakina nani watupangie system kwamba tusipofuatisha system zao tunaonekana wabaya na dikteta? Wao ni wakina nani? Hizi system wanazotaka wao ni system ambazo tumeona sio demokrasia, bali ni demokrasia pale ambapo wataingiza kiongozi atakayefuata maslahi yao. Tunachotaka sisi ni maendeleo. Aingie kiongozi mzalendo, atujali anaingia kwa namna gani. Wao kwa nini akiingia mzalendo wanamkataa? Akiingia ambaye sio mzalendo wanamkubali, hata kama kaingia kwa mapinduzi wanamkubali, ili mradi tu atawapa wao maliasili, wanamkubali. Kwa nini? Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba hii demokrasia wanaotuona maana, kwa sababu ni demokrasia inayowafaidisha wao, sio kwa ajili ya kutufaidisha sisi. Ni demokrasia kwa ajili ya wao, wakiona kiongozi afatishi maslahi yao wampindue au waanze kufadhili kampeni za kiongozi mwingine ili yaingie katekeleza yao. Wanataka uongozi uende kila baada ya muda kadhaa, makusudi tu ili kwamba ukienda kinyume na maslahi yao wanakusubiri, wanasema tunakusubiri, baada ya miaka kadhaa uchaguzi ukiingia tunamfadhili mpinzani wako. Miaka ikifika wanamfadhili mpinzani wako ili yaingie akatekeleza. Na ndio maana wanapenda hii system, wanakuambia ya demokrasia. Wao wana vyama viwili tu vinanengeneka hivyo hivyo madarakani, hawanaga vyama vingi, viko viwili, na hivyo vyama viwili kilikuwa ni kimoja kimejimega. Kwao ni kama chama kimoja. Wameshindwa kutengeneza mfumo wa vyama vingi mpaka leo. Wana chama kimoja kilichojimega mara mbili. Ndio hicho kuanzia miaka 1800 mpaka. Hawa ndio watu wanaotuambia nyie lazima muwe na mavyama mengi, lazima mfuatishe system tunaotaka sisi. Ifike hatua sisi wa Afrika tuanze kujiongoza kwa system tutakazopanga sisi, sio kwa system ambao wao. Tuanze kujiongoza kwa system tutakazoona sisi zinatufaa kuendana na nchi zetu, kuendana na wananchi wanachotaka, na sio wao wanachotaka. Yaani ifike hatua, lakini najua ni ngumu sana, hiyo ni safari ndefu, lakini inawezekana. Kama ilivyokuwa ni safari ndefu kutoa majeshi yao wakati wanatutawala, lakini ikawezekana ya karne 2, na hata hii safari inawezekana ya sisi kuja kujiongoza kwa style yetu sisi, kujisimamia kwenye makosa mbalimbali na kujisimamia katika sera zetu za uchumi na sera zetu za mambo ya nje, maana wanazicontrol wao. Ndio maana inakuwa ni ngumu sana kupata maendeleo. Uwezi kama kuna mtu kule juu ana control uchumi wako na sera zako za mambo ya nje, anakuambia fanya biashara na huyu, usifanye biashara na huyu, patana na huyu, usipatane na huyu, anakucontrol kwa namna hiyo. Huwezi kupata maendeleo hata uingize malaika akae Ikulu. Huwezi kupata maendeleo. Umenielewa eh? Mimi ni Rachel Robin na hii ni Robin Media. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe unapata video zetu wa kwanza.